Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, napenda kukukaribisha tena mara nyingine katika darasa hii ambayo ni darasa ya 4 ya kitabu al-usulu thalathat, misingi mitatu. Lakini kabla hatujaanza kusoma, ninapenda kukukumbusha, ikiwa kuna faida unaipata ndani ya chaneli hii, ikiwa kuna faida unaipata ndani ya darasa hizi, ninakuomba usisahau kusubscribe chaneli hii, usisahau kulike video hii, usisahau pia kushare kwa ndugu wengine video hii, ili na wao pia waweze kupata faida ile ambayo wewe unaipata katika chaneli hii. Kusubscribe kwako ni muhimu sana, kwa sababu ndiko kuiwezesha chaneli hii kuweza kufanya vizuri siku baada ya siku. Kwa hivyo tuanze kusoma inshallah. Darasa mwisho tuliishia faidha qila laka. Hapa ndipo ambapo tuliishia, tukasema faidha qila laka, basi pindi patakaposemwa kwako wewe, au pindi utakapoulizwa. Faidha qila laka, basi pindi patakaposemwa kwako wewe au utakapoulizwa wewe. Ma usulu thalathatu, ma ni ipi? Al-usulu thalathatu, misingi mitatu. Allati, ambayo. Yajibu, ni wajibu. Ala al-insan, kwa mwanadamu au kwa binadamu. Maarifatuha, kuwa na maarifa nayo. Faqul, basi sema. Hili ndilo jawabu ambayo utakana umpe mtu. Faqul, basi sema. Maarifatul abdi, ni maarifa ya mja au elimu kwa mja. Rabbahu, ya kumtambua mola wake. Kwa maana anaposema rabbu, maana yake ni nini au ni nani yeye mola wake. Wa dinahu, na dini yake. Wa nabiyahu, na nabii wake. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mambo hayo matatu ndiyo msingi wa kutengeneza dini yako. Usipokuwa na maarifa ya nani mola wako, usipokuwa na maarifa ya dini hii ya Uislamu, usipokuwa na maarifa ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwezi kuitengeneza dini yako vile inavyotakiwa kutengeneza. Kwa hivyo msingi wa kujua mambo matatu ndio msingi wa kuitengeneza dini yako ya vizuri zaidi. Kwa hivyo leo tuendelea inshallah, ambako tuanza al-aslul awwal, msingi wa kwanza. Al-aslul awwal, msingi wa kwanza. Al-aslul awwal, msingi wa kwanza. Maarifatu rabbi, ni maarifa au elimu ya kumtambua mola. Maarifatu rabbi, ni maarifa ya kumtambua mola. Faidha qila laka, faidha, basi pindi. Qila laka, patakaposemwa kwa kuwewe. Faidha qila laka, basi pindi patakaposemwa kwa kuwewe. Mar rabbuka, ni nani mola wako. Mar rabbuka, ni nani mola wako. Faqul, basi sema. Faqul, basi sema. Rabbi Allahu, mola wangu mimi ni Allah tabaraka wa taala. Rabbi Allahu, mola wangu ni Allah tabaraka wa taala. Alladhi, ambaye. Rabbani, anayenilea mimi. Rabbani, anayenilea mimi. Wa rabba, na anaelea. Wa rabba, na anaelea. Jami'al alamina, viumbe vyote. Al-alamina ni viumbe. Jamia, kwa maana ya vyote. Jami'al alamina, viumbe vyote. Bini'amihi, kwa neema zake yeye Allah tabaraka taala. Bini'amihi, kwa rehema zake yeye Allah tabaraka taala. Wa huwa, naye. Wa huwa, naye. Maabudi, ndiye ninayemwabudu mimi. Maabudi, ndiye ninayemwabudu mimi. Laisa li, sina mimi. Laisa li, sina mimi. Maabudun, ninayemwabudu. Laisa li maabud, sina mimi ninayemwabudu. Siwahu, kinyume na yeye Allah tabaraka taala. Siwahu, kinyume na yeye Allah tabaraka taala. Wadalilu, na dalili.
Wadalilu, na dalili, qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, sifa zote njema za mstahiki Allah tabaraka wa taala. Rabbil alamin, mola wa viumbe vyote. Hii ni suratul Fatiha aya namba 2. Anasema wakullu na kila kitu, wakullu na kila ma siwa Allah, ma siwa Allah, kisichokuwa Allah tabaraka wa taala, ma siwa Allah, kisichokuwa Allah tabaraka wa taala. Alamun ni ulimwengu, alamun ni ulimwengu kwa maana ya kilichoumbwa. Asema wa ana na mimi, wa ana na mimi, wa ana na mimi. Wahidun ni mmojawapo, wahidun ni mmojawapo, min dhalika, katika hao, alalami wa ulimwengu. Wa ana na mimi, wahidun ni mmojawapo, min dhalika, katika hao, alalami wa ulimwengu, kwa maana wa walioumbwa. Fa idha qila laka, basi pindi patakaposemwa kwa kuwewe. Fa idha qila laka, basi pindi patakaposemwa kwa kuwewe. Bima ni kwa vitu gani? Bima ni kwa vitu gani au kivipi? Arafta, umemfahamu wewe. Arafta, umemfahamu wewe. Rabbaka, mola wako. Bima arafta rabbaka, ni kwa vitu gani umemfahamu wewe mola wako. Faqul, basi sema. Faqul, basi sema. Biayatihi, kwa alama zake. Biayatihi, kwa alama zake au kwa ishara zake. Wa makhluqatihi, na kwa alivyoviumba yeye Allah tabaraka taala. Wa makhluqatihi, na kwa alivyoviumba yeye Allah tabaraka taala. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake au ishara zake. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake au ishara zake. Asema al-lailu wan-nahar, al-lailu ni usiku na mchana, al-lailu ni usiku, wan-nahar na nini? Na mchana. Washamsu, na jua, washamsu na jua, wal-qamaru na mwezi, washamsu na jua, wal-qamaru na mwezi. Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa alivyoviumba yeye Allah tabaraka taala. Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa alivyoviumba. As-samawati sab'a, as-samawati sab'a, ni mbingu saba. As-samawati sab'a, ni mbingu saba. As-samawati mbingu, as-sab'a kwa maana namba 7. As-samawati sab'a, ni mbingu saba. Wal ardhuna sab'a, na ardhi saba. Wal ardhuna sab'a, na ardhi saba. Wa man fihinna, na vyote vilivyomo katika hivyo. Wa man fihinna, na vyote vilivyomo katika hivyo. Wama bainahuma, na vile vilivyo baina ya viwili hivyo. Wama bainahuma, na vile ambavyo vipo baina ya viwili hivyo. Wadalilu, na dalili. Wadalilu, na dalili, qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake Allah tabaraka ta'ala, au na miongoni mwa ishara zake Allah tabaraka ta'ala. Al-lailu wan-nahar, ni usiku na mchana. Al-lailu wan-nahar, ni usiku na mchana. Washamsu, na jua, wal-qamaru, na mwezi. Washamsu, na jua, wal-qamaru, na nini? Na mwezi. La tasjudu, basi msisujudie. La tasjudu, basi msisujudie. Lishamsi, kusujudia jua. Lishamsi, kusujudia jua au kuliabudu jua. Wala lilqamar, wala lilqamar, wala kusujudia mwezi. Wala lilqamar, wala kusujudia mwezi au kuabudu mwezi. Wasjudu lillah, msujudieni Allah tabaraka taala. Wasjudu lillah, msujudieni Allah tabaraka taala. Alladhi ambaye khalaqahunna, aliyeviumba vyote hivyo. Khalaqahunna, aliyeviumba vyote hivyo. In kuntum, ikiwa ninyi, iyahu, peke yake yeye Allah tabaraka taala, taabuduna, ndiye mnayemwabudu. Hii ni suratu Fussilat
aya 37. Wa qawluhu, na kauli yake mtukufu, wa qawluhu, na kauli yake mtukufu, inna, kwa hakika bila ya shaka, rabbakumullahu, mola wenu ninyi ni Allah tabaraka taala, alladhi, ambaye, khalaqa samawati, ameumba mbingu, khalaqa, ameumba as-samawati, mbingu, wal arda, na ardhi, fi sittati ayyam, fi, katika, sittati, masiku, katika siku, ayamin, masiku. So fi sittati ayamin, katika masiku sita. Sita ni namba sita, ayam kwa maana masiku. Fi sittati ayam, katika masiku sita. Thumma stawa, kisha akastawi Allah tabaraka taala. Thumma stawa, kisha akastawi Allah tabaraka taala, au akatawala Allah tabaraka taala, ala al-arshi, juu ya nini? Ya arshi yake. Ala al-arshi, juu ya arshi yake. Yughshi al-laila, yughshi, anaofunika, yughshi, anaofunika, al-laila, usiku. Yughshi al-laila, anaofunika usiku, an-nahar, kwenye mchana. Yatlubuhu, vikifuatana vitu hivi, yatlubuhu, vikifuatana vitu hivi, kwa maana usiku na mchana, hafithan, kwa wepesi mno, hafithan, kwa wepesi mno, washamsa, na jua, walqamara, na mwezi, wanujumu, na nyota, musakharatum, ni venye kufanya misafara yake, musakharatum, ni venye kufanya misafara yake, biamrihi, kwa amri yake Allah tabaraka taala, biamrihi, kwa amri yake yeye Allah tabaraka taala. Ala, basi tambua au elewa au fahamu, lahul khalqu, kuumbwa ni kwake yeye Allah tabaraka taala. Lahul khalqu, kuumbwa ni kwake yeye, ni kuko kwake yeye Allah tabaraka taala, au mbaji ni wake yeye Allah tabaraka taala. Wal amru, na amri, wal amru, na amri. Asema tabarakallah, ametukuka Allah tabaraka taala. Tabarakallah, ametukuka Allah tabaraka taala. Rabbal alamina, mola wa viumbe vyote. Rabbal alamina, mola wa viumbe vyote. Hii ni suratul al-A'raf, al-A'raf aya nambari 54. Wa rabbu, sasa tunaangalia wa rabbu, na rabbu, na mola, wa rabbu, na mola, huwa al-ma'budu, yeye ndiye muabudiwa. Huwa al-ma'budu, yeye ndiye muabudiwa. Swali la kwanza umeulizwa marabbuka, ni nani mola wako? Kwa maana lazima ujue wewe mola wako ni nani. Jawabu utakalompa mtu ndio lile ambalo tumelisoma hapo nyuma. Walakin maana rabbu, tunaposema rabbu tumaanisha nini? Huwa al-ma'budu, ndiye muabudiwa. Na ndilo swali ambalo katika kabri watu baada ya kuzikwa, malaika watakapokuja, mtu ataulizwa pia, marabbuka, ni nani mola wako? Kwa hivyo yale ndio majibu ambayo mtu atakayokuwa utasema. Walakin huyu mola ambao wamsema rabbi, au kwamba mola wangu mimi ni Allah tabaraka taala, sasa maana yake ni nini? Huwa al-ma'bud, yeye ndiye muabudiwa, au yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Wadalilu, na dalili, wadalilu, na dalili, qawluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu, ya ayuhan nas, enyi watu, ya ayuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, u'budu, muabuduni, rabbakum, mola wenu, alladhi, ambaye, khalaqakum, amekuumbeni ninyi, walladhina, na wale ambao, min qablikum, walikuwa kabla yenu, la'allakum, ili mpate kuwa ninyi, tattaquna, wacha Mungu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Alladhi, ambaye, ja'ala, amekujalia, ja'ala, amejalia, lakumul ardha, amekujalieni ninyi, al-ardha, ardhi, firasha, kuwa ni busati, wasamaa, na mbingu, abena, kuwa ni nini? Kuwa ni paa. Wa anzala, na akatelemsha, minas samaa, kutoka mbinguni, ma'an, kwa maana ya maji, fa akhraja bihi, basi akaotesha au akatoa kutokana na maji hayo, minas thamarati, katika matunda, rizqan lakum, kuwa ni riziki kwenu ninyi, rizqan lakum, kuwa ni riziki kwenu ninyi. Fala taj'alu, basi msimjalie, lillahi, Allah tabaraka taala, andadan, kuwa na wasaidizi,
wa antum, na aliyekuwa ninyi, wa antum, na ninyi, taalamuna, mnajua Allah tabaraka taala hana wasaidizi. Hii ni Suratul Baqara aya 21 mpaka aya nambari 22. Kwa hivyo leo inshallah tutaishi hapo. Darasa nyingine itakapokuwa Allah amefikisha, tutaendelea kutokea hapo insha Allah. Na kukumbusha tu ndugu yangu, ikiwa kuna faida unaipata, usisahau kusubscribe darasa hizi. Ni muhimu sana kwa maendeleo ya channel hii. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.